Maisha ya uongozi wa hayati Benjamin Mkapa yanatoa mafunzo ya kweli kwetu. Mathalan, katika usimamizi na uendelezaji wa sekta za afya tunajifunza yafuatayo. Kwanza, kutambua nafasi ya afya bora katika maendeleo. Hili tunaliona tangu awamu ya kwanza ya uongozi wa taifa hili, ambapo hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa, alitangaza maradhi kuwa miongoni mwa maadui watatu wa taifa letu. Aidha, hayati Benjamin Mkapa katika awamu yake ya kwanza aliweka mkazo katika mapambano dhidi ya ukimwi, ambapo alianzisha TACAIDS kuongoza mapambano haya. Lakini vile vile malaria na magonjwa mengine yanayoambukiza na yasiyoambukiza. Vile vile Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na wewe Dr. Hussein Ali Mwinyi mmeendeleza jitihada hizo na kusimamia kidete kuongoza mapambano dhidi ya uviko 19 na mengine mengi. Pili, tunajifunza kuwa sekta ya afya inahitaji viongozi walioandaliwa vizuri na kuwezeshwa kikamilifu. Uongozi wa afya ni taaluma yenye maarifa na ujuzi wa kipekee unaojengwa kupitia mafunzo, uzoefu na malezi ya kitaaluma, yaani mentorship. Ni muhimu kiongozi katika sekta ya afya kuelewa uhusiano uliopo kati ya afya na uchumi, siasa na utamaduni, pamoja na muunganiko kati ya mifumo ya afya ya kitaifa na ya kimataifa. Nafurahi kuona kwamba taasisi ya Benjamin Mkapa imechangia kwa sehemu kubwa kuwezesha viongozi katika sekta ya afya. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, naichukue fursa hii kwa dhati kuipongeza taasisi ya Benjamin Mkapa kuwekeza katika maandalizi ya viongozi wa afya, hususan kupitia program yenye mafanikio ya Mkapa Fellows Program, na sasa kupitia Mkapa Health Leadership Program itakayozinduliwa hivi karibuni. Hili ni eneo muhimu ambalo kwa bahati mbaya halikupewa kipaumbele cha kutosha licha ya umuhimu wake, hususan katika kipindi hiki ambapo changamoto za kiafya duniani zikiongezeka na maandalizi dhidi ya milipuko ya magonjwa yamekuwa hitaji la lazima. Hata hivyo, tunahitaji kwenda mbali zaidi, kuimarisha mifumo ya afya iliyoratibiwa, kujenga ufanisi na inaweza kuzuia majanga kabla hayajatokea. Ninaipongeza taasisi ya Benjamin Mkapa kwa kuwa mstari wa mbele katika kuongoza ajenda hii.